Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Shalom, 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 wana wa Mungu. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo imempendeza Mungu, ninataka nishare na wewe maneno haya ya baraka na ya utukufu mkubwa juu ya maisha yako. Nitaomba nisome na wewe katika kitabu kitakatifu, kitabu cha Warumi ile sura ya 6 na mstari wake wa 23. Maandiko matakatifu yanasema hivi: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa nini maneno haya ni mazito? Kwa nini maneno haya yamebeba ujumbe mpana? Maneno haya ni pumzi ya Mungu. Maneno haya ni nuru ya wanadamu juu ya uso wa nchi. Kwa nini Biblia inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti? Tangu asili, tangu mwanzo, mauti haikuwa sehemu ya maisha ya mwanadamu. Mauti ilitengwa mbali na mwanadamu, ila dhambi ilifungua mlango wa mauti juu ya mwanadamu. Pale ambapo Adam na Hawa waliposikiliza sauti ya shetani na wakaacha kuisikia sauti ya Mungu, wakala lile tunda, na walivyokula lile tunda wakajikuta wako uchi. Walivyojikuta wako uchi, ndipo ikawa ni chanzo cha wao kutengana na Mungu aliyewaumba, na ndipo laana ya mauti ilipoanzia hapo, kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti ilianza baada ya Adam na Hawa kula tunda ambalo Mungu ni mti ambao aliwaambia wasiuguse wala wasile matunda yake. Ndio chanzo cha mauti ilipoingia katika mwili wa mwanadamu. Kwa nini Mungu anatusii kwamba tusitende dhambi? Kwa sababu anguko la dhambi ni mauti. Anguko la dhambi ni mauti. Ukiona hata Sodoma na Gomora waliangamizwa ni kwa sababu ya dhambi walizokuwa wakizitenda. Mwanaume kulala na mwanaume mwenzie, mwanamke kulala na mwanamke mwenzie. Ni dhambi ambayo ilichukiza moyo wa Mungu, na mpaka leo sasa katika kizazi hichi tulicho nacho, na pia inashabikiwa, na pia watu wanaikimbilia. Leo hii wanaume wamekuwa ni kama wanawake. Yaani dunia imefika mahali ujui mwanaume nani, mwanamke ni nani. Ujui mwanamke ni nani, ujui mwanaume ni nani. Kwa sababu hata wanaume wanaoa wanaume wenzie, wanaume wanaoana, wanawake wanaoana. Mshahara wa dhambi ni mauti. Sodoma na Gomora iliangamizwa ni kwa sababu ya dhambi. Watu wa Ninawi waliponea chupuchupu ni kwa sababu walitubu dhambi. Kanuni ni ile ile, mshahara wa dhambi ni mauti. Wale wana wa uzao wa Nuhu waliangamizwa kwa sababu dhambi. Tumishi wa Mungu, Biblia ikasema, mwanangu, mwenye dhambi akikushawishi, wewe usikubali. Ikimbie dhambi kama ukoma. Dhambi inakutenga wewe na Mungu. Dhambi inaondoa connection yako ya kiroho wewe na Mungu. Ulikuwa ni muombaji, baada ya kutenda dhambi ukashuka kimaombi. Ulikuwa ni mhubiri, baada ya kuishi maisha ya uovu kile kipawa kikazima. Ulikuwa unamtumikia Mungu, unaimba, wewe ni mwimbaji, ulikuwa umebeba kalama ya kuimba. Dhambi ilipoingia ndani yako, nuru ya kuimba, ule uwepo wa kuimba, ile nguvu, ile mamlaka ya kuishusha mbingu kwa kuimba tayari ilishaondoka ndani yako. Ni nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Mwanangu, ikimbie dhambi. Rafiki yangu, ikimbie dhambi, kwa sababu dhambi inaondoa uwepo wa Mungu ndani yako. Biblia inasema, kwa maana Mungu achangamani na uovu, Mungu achangamani meza moja na mamlaka ya kishetani. Kwa hiyo kama umeamua kumtumikia Mungu, mtumikie Mungu wa kumaanisha. Kama umeamua kumtumikia Mungu Mkristo, maanisha kumtumikia Mungu. Usichanganye mbivu na mbichi.
Mungu amesema mimi msinichanganye. Kama wewe ni vuguvugu, uwe vuguvugu. Uwe kama wewe ni moto, uwe moto. Kama wewe ni baridi, uwe ni baridi. Usiwe vuguvugu. Mungu amesema usiwe vuguvugu. Kama ni baridi, uwe baridi. Kama ni moto, uwe moto. Ujulikane, maana Mungu atakutapika. Kwa hiyo watu wengi leo hii walikuwa na huduma, Mungu amewatapika. Watu wengi leo hii walikuwa na vitu vikubwa, Mungu amewatapika. Nini? Wanachanganya mafaili. Giza ni giza na nuru ni nuru. Watumishi wa Mungu, tuamke, tumtumikie Mungu. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Unachokitenda leo, ujue ni mbegu unayoipanda kesho itaota, na uwe tayari kuvuna matunda ya ile mbegu uliyoipanda miaka ya nyuma. Ujue kwamba lolote unalolitenda, dhambi ni kama mimba. Mimba kuna wakati haionekani, ila mimba kuna wakati inaonekana na kila mtu ataiona. Na ndivyo dhambi uitendayo kwa siri. Unaona ni watu hawakuoni, mchungaji hakuoni, mama hakuoni, baba hakuoni, marafiki hawakuoni, unaitenda sirini. Lakini itakapokomaa, dhambi itakapokomaa, itachukua mimba. Na ikichukua mimba, mimba nayo itakuwa. Na ikisha kuwa itaonekana. Kila mtu atajua asili yako. Kila mtu atajua maisha yako. Kila mtu atajua unachokitenda cha siri. Kwa hiyo kila unachokitenda kwa siri, acha mtumishi wa Mungu. Maana iko siku shetani atakumbua. Shetani hana rafiki. Shetani hana rafiki. Shetani hana rafiki hata siku moja. Shetani leo hii utamtumikia, kesho atakumbua. Shetani leo hii utaingia kwenye agano na yeye, kesho shetani atakugeuka. Kwa hiyo mkimbilie Yesu. Mpe Mungu maisha yako, na maanisha kutumika. Ikimbie dhambi kama ukoma. Iogope dhambi juu ya maisha yako. Mbebe Yesu naye Mungu akusaidie. Amen. Mungu akubariki. Amen.